Unazungumzia ndoa? Kwa ndoa gani haswa? Ndoa isiyokuwa na furaha wala amani. Nalala na mume wangu kitandani kama nimelala na mwanamke mwenzangu. Kweli? Ni bora mwiko wako ungeweza kusonga ugali tukakosa mtoto. Ningejua ni mapungufu ya kibinadamu. Lakini mwiko wako hauwezi kusonga ugali, na sio ugali tu, na hata kukoroga uji wa ugali umeshindwa. Halo. Ndo anajiandaa kutoka. Kuona wewe jiandae. Wasiwasi wako nini? Mimi si nilikwambia nitakupatia mtoto. Haya, sawa baadaye. Sio mbali na hapa. Ni nyumba ya 3 kutoka hizi nyumba. Kuna mama mmoja ndo mjumbe wetu. Huyo ndo anaitwa Bivoda. Ukifika hapo nahisi ukimpigia simu ya mtu unayemhitaji atakuja kwa haraka. Asante sana kaka. Hamna, nimefundishwa busara na wazazi wangu. Asante sana. Karibu. Asante. Kuwa huko. Mwenyewe katoka. Na hawezi kurudi sasa hivi. Ya ndani kwake anamshinda. Ila ya watu anaweza. Kwambie kitu. Katika maisha, fuata sana maneno ya mtu na wala sio matendo yake. Wewe tena kwa misali. Haya, karibu ndani. Nashukuru sana kwa kuniridhisha. Ujue wewe ni zaidi ya mume wangu. Nakupenda sana Mapombe. Nataka nikuulize kitu. Hivi kweli unanipenda? Ile sio swali. Bali hilo nijibu. Labda nikuambie kitu kimoja. Mimi nakupenda. Tena nakupenda sana zaidi ya sana. Ndio maana nahitaji unizalie. Ile sasa naomba uombe talaka kwa mume. Ili mimi niwe huru. Nimechoka kuwa mtumwa. Nahitaji kuwa huru kwako. Nimekuelewa. Kuhusu talaka usijali. Na ndio maana nimekubali kushika ujauzito. Ile sasa huyo mtoto au kiume. Hiyo ni mipango ya Mungu bwana. Nakupenda. Nakupenda pia. Hapo sasa. Sio nichezea uvana wangu. Wewe tena. Mimi nikuchezee. Amchelewe nyinyi. Anifunua niaje.
kijana wangu. Hivi yule mdada niliyokutana naye unamfahamu vizuri? Namjua, tena namjua kuliko unavyomjua, nje ndani. Aha, ni mke wa mtu yule. Je, unalijua hilo? Najua. Aha, kwa hiyo wewe kwako huoni dhambi kutembea na mke wa mtu? Inaelekea ni mwalimu wa angaza wa shauri na saa. Sasa basi, nikushauri tu jambo moja. Wewe ushauri unanipa mimi hapa, ni vyema ungeenda kwa mumewe yule mwanamke, ungeenda kumshauri aweze kuitumikia vizuri ndoa yake, aweze kumridhisha mkewe ndani. Sawa, awe fundi kitandani, michezo aijue, michezo aiweze, ili mwanamke asitoke nje ya ndoa yake, na sio kunipa mimi ushauri. Umenipata eh? Sawa, nashukuru. Vipi wewe na mke? Tuishie hapa. Nilichokuwa nakitegemea mimi hapa ni kutaka kukupa ushauri kuwa mke wa mtu sio mzuri, lakini kwa sababu unajiona wewe unajua sana na unajua kila kitu, basi tuyaache hapa. Brother, mke wa mtu mtamu. Unazungumzia ndoa? Kwa ndoa gani haswa? Ndoa isiyokuwa na furaha wala amani. Nalala na mume wangu kitandani kama nimelala na mwanamke mwenzangu. Kweli? Ni bora mwiko wako ungeweza kusonga ugali tukakosa mtoto. Ningejua ni mapungufu ya kibinadamu. Lakini mwiko wako hauwezi kusonga ugali, na sio ugali tu, na hata kukoroga huji wa ugali umeshindwa. Ndoa ni kitu ambacho ni adimu sana, na pindi unapobahatika kupata ndoa, basi hiyo ni bahati ambayo kubwa sana. Kuna watu wengi sana wanaotamani waweze kuipata ndoa, lakini hawajaweza kubahatika. Sasa mdogo wangu umeweza kupata bahati ya kuwa kwenye ndoa na kupata mume ambaye anayekuheshimu, lakini naona unamfanyia vitu vya ajabu. Kuna watu wazima sasa hivi wapo wanatamani waipate hiyo ndoa japo ya kusingizia, lakini haiwezekani. Wewe umepata bahati, lakini kwa nini unaichezea kiasi hicho? Yaani nafikia tu mpaka unamchiti mume wako. Kweli? Lakini dada, mimi sina namna. Sina kingine chochote cha kufanya kwa sasa. Udhaifu wa mume wangu unaujua. Yaani nalala na mume wangu kama nimelala na mwanamke mwenzangu. We kuweza. Lakini pia nahitaji nimzalie. Umri wangu kwa sasa unahitaji mtoto. Huyo mwanaume ana malengo nayo? Ndio. Anamfahamu mume wako? Hapana. Naomba Mungu siku zote subira na imani winayo. Niko radhi nifanye chochote ili mradi tu niwe naye, ila inashindwa kumfuata kumweleza na kuwa na hivyo. Mbona umeniacha ndani peke yangu? Alafu umechukua muda mrefu sana kurudi. Au kupenda ujio wangu? Unajua mimi nimemiss kukaa na wewe. Ndio maana nimekuja ili tukae tupige story na tupange jinsi ndoa yetu itakavyokuwa. Au utaki nije hapo mpaka utakaponioa? Hebu acha hizo kauli. Kama ningekuwa sikupendi, ningekutolea barua. Ningehitaji kukuoa. Mpaka nimechukua maamuzi hayo, ndio nakupenda na nakuhitaji. Ukiona sipo humu ndani, basi jua nimetoka kuhangaika, kutafuta mahali.
Yaani lengo langu mwaka huu nikuweka ndani kabisa, sitaki usumbufu. Kwanza asante sana kwa heshima ulionigaia katika familia yetu. Yaani umenifanya nijione mwanamke special sana. Lakini wewe unanishirikisha basi. Kuliko kuondoka hivi pasipo kuniaga, mimi nakuwa na wasiwasi mwenzio. Usijali. Kuchukua mazemu. Sitaki buguzi ya mtu yote yule. Sawa. Unajua nini? Na surprise yako ndani. Tenda nikali. Unajulikana mara kwanza mkikutana, ambatano ya macho yakikutana na mioyo kusomana, nilifurahi kumbata kwenye baridi, kwenye giza ukawasha taa. Kaka, kama kuna vitu unapaswa kuviepuka kwenye hii dunia, ni bora ukaviepuka mapema kuliko vikaja baadaye kukuletea madhara. Yaani inafikia hatua mwanamke unayekaa naye anakuwa amekuchoka mpaka inafikia hatua anadai talaka. Alafu wewe bado unamng'ang'ania. Hivi umekaa ukajiuliza ni kwa nini amepata maamuzi ya kuja kudai talaka? Mimi labda niseme tu, nadhani ndugu zangu mnashindwa kunielewa. Mimi siwezi kumpa talaka mke wangu. Mimi naamini ni shetani tu anapitia kwenye maisha yetu, na ndio maana mke wangu anadai talaka. Lakini nahitaji sana kuongeza jitihada katika ndoa yangu. Mimi nadhani mke wangu atakaa na atanielewa. Sifikirii hata kumwacha. Jambo ambalo nalifikiria kwa sasa ni jinsi gani ya kukaa na mke wangu ili apate kunielewa na kunifundisha taratibu taratibu. Mimi nadhani atakaa sawa tu. Wewe kama ndugu unapaswa sasa hivi kunishauri jinsi ya kumwendo mke wangu na kukaa naye, na kitu gani ambacho nimfunze ili asahau kudai talaka. Lakini sio unataka kulazimisha mimi nitoe talaka. Usijidanganye kaka yangu. Yaani sikio la kufa haliwezi kusikia dawa hata siku moja. Kama umekaa naye ameshindwa kukuelewa, akaamua kutaka talaka, hata ukae naye miaka 100 hawezi kukupenda tena. Yaani mwanamke akishatamka kwenye ulimi wake nataka talaka, jua amekuchoka. Halafu kakaangu, kitu usichokijua, muda haurudi nyuma. Siku zote muda unaenda mbele. Yaani utakaa kupoteza muda kwa mwanamke ambaye hakupendi. Yaani wakati wewe umekaa unasubiri ajifunze taratibu taratibu, wapo walimwengu huko nje wanamfunza. Alafu kipindi wewe unastuka utakuwa umeshachelewa. Na tayari atakuwa konkodi, havumiliki tena na utakuwa umepoteza muda wako. Unafuata nini kwangu? Mimi unaoniuliza nimefuata nini hapa? Ina maana mimi sipaswi kuja hapa kwako? Rusi, atambua fika kwa ni mke wa mtu. Na si vyema saizi mchana tukaingia ndani. Mimi nakuomba, twende tukazungumze hapo pembeni kidogo. Sawa. Alafu uende. Baadaye mimi nitakuja nyumbani kwako tuzungumze. Naomba nisikilize basi. Mapombe, hili ni swala la private. Tunazungumzaje nje watu wakiwa wanaona? Twende tukazungumzie ndani. Ina maana unataka baadaye nikija kupewa talaka kila mtu ajue kwamba mimi nimepewa talaka kwa sababu yako? Twende ndani bwana. Baby, kumbe kuna mgeni? Alafu hata hujaniambia. Huyu ndio atakuwa mtu wa mapamba. Sasa mbona umkaribishi ndani? Umesimama naye hapa nje. Mgeni. Mapombe, huyu ni nani? Mchumba wangu.
Samahani kaka kwa kuingilia mazungumzo yenu. Habari za saa hizi? Salama. Sijui kwako. Samahani bwana, kuna sehemu nilikuwa nafanya kazi. Nilipokuwa nafanya kazi hakuna duka wala nyumba. Kwa hiyo nimekaukiwa sana maji. Samahani, nilikuwa naomba maji ya kunywa. Usijali. Maji umepata. Ila kama nakukumbuka hivi, kuna mahali tushaikuwa nami na wewe. Ni mimi mwenyewe. Ni mimi tushawahi kuonana. Na kuna sehemu ulikuwa unahitaji kwenda, mimi ndo nilikuonyesha. Ilikuwa njiani. Chumbangu. Mbete maji. Sawa baby. Rose, naomba nisikize kwa makini, sawa? Wewe ni mke wa mtu na mimi ni mchumba wa mtu. Sasa basi, fanya siri kama ninavyofanya siri kwa mumeo ajue. Mumeo ajue kwa mimi natoka na wewe. Basi na wewe fanya mchumba wangu asijue kwa mimi natoka na wewe. Umenielewa? Maana ikigundulika utaniharibia mimi mahusiano yangu. Sawa? Na kitu ambacho mimi sikihitaji kabisa kitokee. Eti kaka, samahani lakini na kushirikisha katika hili. Kwa mfano, ndio ingekuwa wewe una mchumba wako, lakini nje una mpenzi wako. Na huyo mpenzi wako ni mke wa mtu. Sasa je, haya mahusiano yenu ni vyema ungeyafanya kwa siri au mweke kwa wazi yagundulike? Ni vyema mkafanya siri. Kwa sababu nyinyi wote wawili mnaibiana. Yule ana mume wake, lakini na wewe pia una mchumba wako. Kwa hiyo sio jambo jema. Mchumba wako akijua atakuacha, lakini pia hata yule mume wake akijua naye atamwacha. Mimi nashauri endeleeni kufanya siri. Nzuri hiyo. Yaani kaka wewe una IQ kubwa sana. Sasa Rusi, umemsikia kiongozi kaongea kabisa hapa. Vizuri kabisa amekuelewesha. Sasa basi, fanya kama kaka mkubwa alivyosema. Sawa? Mapenzi yetu yawe ya siri, mimi na wewe. Mchumba wangu asijue na wala mumeo asijue. Sawa? Mambo mengine tutaje kuongea nyumbani kwako. Mumeo akiondoka nipigie simu, sawa? Kaka, Mungu akubariki. Asante sana. Lakini siku ambayo utaifanikisha ndoa yako, basi hata mimi nitakuja na kukuletea zawadi. Usijali kiongozi. Sasa leo ndo naamini kwa milima haikutani, lakini binadamu wanakutana. Karibu sana bwana. Hapa ndo nyumbani. Asante. Kwani mapenzi ni nini? Kwani mapenzi ni nini? What is love? 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 Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi ni nini? Yeah. Kwani mapenzi ni nini? Oh
naomba unisamehe. Nakuahidi sitarudia tena mume wangu. Marafiki wameniponza mume wangu. Ila bwana alinidanganya mume wangu. Usiniandikie tena talaka. Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi ni nini? Yeah, yeah. Baby, samani, kuna kitu nataka nikuulize. Uliza tu, wala usiwe na hofu. Unajua yule binti, mpaka dakika hii mimi bado namtafakari kwenye kichwa changu. Sijamuelewa kabisa, lakini nikimwangalia anaonekana kama ana matatizo. Ni kweli yule binti ana matatizo makubwa sana. Matatizo yake yametokana na ndoa yake. Amekuja kuniambia kwa ndoa yake haiko sawa, amegombana na mumewe. Hivyo basi, na ndio maana amenifuata mimi kuja kunielezea ajue namsaidiaje. Ni sawa kwa wanandoa kugombana, hilo ni jambo la kawaida. Lakini kwa nini aje kwako? Au kwa nini wewe? Unajua, mume yule mwanamke mimi ni rafiki yangu. Kwa hiyo ameona hakuna mtoto kumfesi zaidi yangu. Na ndio maana amekuja kwangu kunieleza ili niweze kukaa sawa ndoa yao. Unajua, yule mwanaume anamnyanyasa sana yule binti. Yaani hana hata amani katika ndoa yake. Ni mtu ambaye anamtesa sana. Kikweli anapitia changamoto kubwa sana katika ndoa yake yule binti. Ni sawa, lakini bado nipo njia panda. Kuna swali alikuuliza kuhusiana na mimi. Alikuuliza mimi ni nani yako. Ina maana hawana taarifa kama unataka kuoa? Hakuna. Unajua yule binti wewe ndio kufahamu. Ila mumewe anakufahamu vizuri kabisa. Na ndio maana akaniuliza. Na nafikiri jibu nimpatia umelisikia. Kwa wewe ni mchumba wangu na ni mke wangu mtarajiwa. Au ulikuwa ni mashaka na mimi? Hapana, ila Waswahili wanasema abiria chunga mzigo wako. Ukizingatia sasa hivi tunaenda kufunga pingu za maisha. Kwa lazima niwe na wasiwasi na lazima niweke ulinzi juu yako. Ondoa hofu. Nikwambie kitu. Nakupenda. Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi ni nini? Yeah, yeah. Kwani mapenzi ni nini? Nakupenda pia mume wangu mtarajiwa. Asante. Nilijua tu haya yatatokea. Ujuaje ukizidi sana inakuwa ni ujinga. Kama utakumbuka nilikuuliza maswali mawili. Nikakuuliza huyo mtu ana nia na wewe na yuko tayari kukuoa? Lakini ulinijibu kwa kejeli. Ikana kwamba unamjibu mdogo wako. Sasa hebu tizama, uso umekushuka, umekuwa mpole kama pilitoni. Dada, unajua kuna watu wengine wanacheza na bahati kwenye maisha yao. Kwa sababu huyu
alipata bahati ya ndoa. Alafu kingine, mpaka kuja kuishi hapa, hao wazazi wetu walimchukua kibahati tu. We mtazame alivyo. Sisi tumekaa tumemwombea hiyo ndoa, kaenda kabahatika kafunga ndoa, lakini ni ujinga wake ndio umemleta hapa. Sikiliza nikwambie Abigail. Mimi hapa sitaki kumuona Lucy. Hii nyumba uone kama kituo cha polisi. Kwa sababu umeshaharibu kwako, alafu tena unakuja na hapa. Kwa hiyo naomba uondoke. Umepata nafasi, umeshindwa kuitumia. Ndugu zangu, naombeni mnisamehe dada zangu. Anachokisema Suzi yupo sahihi. Kiukweli mimi sina tena njia kukutetea wewe. Kwa sababu kama kupambania ndoa yako naipambania sana kwa kushauri. Lakini ukaniona mimi mpuzi. Hivyo mimi sina tena neno jingine la kuweza kuongea na wewe. Wewe fanya ukusanye kilicho cha kwako uweze kuondoka. Abigail, nitaenda wapi mimi? Hapa ndo nyumbani. Usinifanyie hivyo mwenzenu. Hivi unajua unanitia kichefuchefu wewe? Beba mizigo yako uondoke. Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi ni nini? Yeah, yeah. Ehe. Wewe. Toka nyumbani kwangu. Nini? Nikusikize nini? Nimekwambia toka. Yaani sitaki hata kukuona. Toka nyumbani kwangu, mpumbavu mkubwa wewe. Toka. Ulikuwa unataka ndoa, ukaipata, ukaleta talaka ukapata. Unahangaika nini sasa? Si ulikuwa unaleta talaka ya mwanamke? Tena katika siku ambazo unafurahi, ni siku ambayo kakangu akupata talaka, mpumbavu wewe. Hivi ulizani kama kwenye ndoa yako nifurahia Na kwa taarifa yako lazima niweke shughuli, mpumbavu wewe. Ulikuwa unamfanyia kakangu Zari mazuri. Mwanamke gani wewe? Una haya, umefumaniwa, unazunguka tu hivi. Nikusikilize. Wow. Kumbe Mungu anajua kuumba Hivi tunaona binadamu au malaika? Utakuwa ni malaika. Hakika ni mwanamke mzuri sana. Na tena sio mzuri tu. Yaani wewe ni mrembo. You are so beautiful. Yaani Mungu amekuumba. Sijui niseme amekuumba siku gani. Yaani kuna wengine sio wameumbwa, yaani wao wameshushwa tu kwenye hii dunia kwa ajili ya kuja kujaza tu dunia. Lakini wewe ninavyokuona, Mungu alikaa siku ya Jumamosi, alitulia na akakuumba wewe. Tena alikufinyanga kwa ufinyanzi ambao laini, wepesi, ambao sio kasumbua kwa duniani. Mama, Mungu amejua kukuumba. Hakika wewe ni mrembo. Hongera yako. Inaonekana wewe ni malaya sana kwa sababu mtu umjui, unaonesha dalili za kumtamani. Anyway, naitwa Suzy. Ni dada yake na Lucy. Ulichokitarajia kimefanikiwa. Umemharibia mdogo wangu maisha yake. Umeharibu ndoa yake. Yajayo yanafurahisha. Kwa sababu hata na wewe ndoa yako ipo karibu kuharibika. Kwanza wewe mdogo wangu alikukubalia kibahati mbaya tu.
tizame na weusi wake kama nyama ya pilau. Oh la la la, oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? Yeah, yeah. What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Unaweza ukawa masikini na bado ukapendwa. Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi. Pole sana shemeji, na pia pole kwa matatizo yaliokukuta. Namsamehe mdogo wangu, kwa sababu hata sisi familia hatujapendezwa na kitendo alichokifanya mdogo wetu. Kiukweli nimeshasamehe kwa sababu makosa hajatoka kwenye familia. Makosa yametoka kwake mwenyewe. Kwa sababu naamini familia mlimfunza vya kutosha na mlimfunza nini maana ya ndoa. Lakini kwa sababu wanadamu ni wagumu kuelewa, na ndio maana wagumu kuelewa katika hili. Mke wangu amenichosha sana. Alikuwa sikii kwa chochote kile. Kwa hiyo hata mimi nimechoka. Shemeji, sitaweza kumsamehe tena. Shemeji, hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. Mimi nipo tayari nikutafutie dawa, kwa sababu matatizo yaliyotokea ni ndani ya ndoa na sio nje ya ndoa. Kwa hiyo mimi nipo tayari kukutafutia hiyo dawa, na na imani utapona kabisa. Kwani mapenzi ni nini? Yeah, yeah. What is love? What is love? What is love? Shoga yangu, katika haya maisha ni bora upate mwanaume ambaye atakuwa anashindwa kukuridhisha kipesa kuliko kupata mwanaume ambaye atashindwa kukuridhisha kimapenzi. Kwa ushauri wangu mdogo tu, ningekushauri uachane na mume wako, umuombe talaka na uendelee na mapombe. Na kama swala ni mtoto, unaweza ukabeba mimba ya mapombe na ukamsakazia wewe mume wako, kwa sababu wahenga wanasema kitanda hakizai haramu. Kiufupi ni sina wazazi. Wazazi wangu wamefariki muda mrefu nikiwa mimi mdogo, ila nina wazazi walionilea, na wao Mwenyezi Mungu aliwapenda zaidi tayari. Kwa nimebaki na ndugu tu ambao ni dada wawili. Kingine mimi sina elimu yoyote, sijabahatika kabisa kusoma. Ndio maana nauza chakula kwa ajili ya maisha yangu ya baadaye. Namshukuru Mungu kwa sasa maisha yangu yanaenda hivi ingine ndogo, na naishi vizuri kina ndugu zangu. Kama kweli unanipenda, basi mimi nakukaribisha nyumbani uje kufuata taratibu. Kwanza niseme pole sana kwa mambo yote uliyopitia. Unajua Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba viumbe vyote ambavyo viko duniani. Kwa hiyo yeye ndio huwa anaamua vichukue muda gani. Mimi niseme pole sana kwa maisha ambayo umeyapitia, lakini pia hao ndio wazazi wako ambao Mwenyezi Mungu alikupangia. Kiukweli mimi niko tayari. Sitaki tu kukuchezea. Mimi nataka nikuoe. Dada. Wewe dada. Vipi? Mbona saizi umekaa maeneo haya alafu unalia? Shida ni nini? Mume wangu. Umefukuzwa na mumeo? Shida nini? Nilikuwa na mwanaume mwingine. Mume wangu akanifumania. Sio tatizo. Kwa nini wanawake hamtulii kwenye ndoa zenu?
Ima dada kwa nini amtulii? Kumbe una mume, alafu baadaye unaenda unatafuta mwanaume mwingine mpaka mumeo anakufumania. Sasa uone kama hiyo shida? Au sio mwanaume wako huyo ambao alikufumania? Yaani tuseme labda kwamba amekuonea au vipi? Sina pa kwenda, nisaidie. Basi sawa. Chukua basi, twende nyumbani. Karibu sana. Nisikie uko nyumbani. Lakini pia pole sana kwa changamoto ambazo zinikukuta. Unajua katika maisha mwanadamu, changamoto ni kitu cha kawaida sana. Kama nilivyokuambia, mimi humu naishi na mke wangu. Sawa? Na hayupo kidogo. Kwa hiyo subiri kidogo. Nikajimwagie maji alafu baadaye tufanye mchakato wa kupeleka kule sema kwenda kulala, sawa? Sawa. Nashukuru sana kakangu. Mwenyezi Mungu akubariki. Kwani mapenzi ni nini? Kwani mapenzi ni nini? What is love? What is love? What is love? What is love? Mke wangu. Karibu. Oh, kumbe ndio maana upokee simu zangu kwa sababu ya upuzi wako. Na tena huo upuzi wako unaofanyia kwenye kitanda changu. Sasa subiri. Dadangu, samahani mimi umenivunja moyo, mimi kidanga sina kitu. Hivi ujue huyu tayari ashanifikiria vibaya ujue. Hongera kwa hatua mlioifika mpaka kufikia ndoa. Naamini mnapendana. Sasa nimekuona, sasa nimekuona, mnapendeza. Lucy, usijali bwana. Unajua mke wangu huyu. Usijali, ondoa hofu, sawa? Au unajua wanawake muda mwingine na mazingira ambayo ametukuta hapa, lazima atakuwa anafikiria vibaya. Basi kwa akili zake pale anafikiria nimeupiga ndonga. Lakini wewe yaani usiogope chochote, sawa? Mimi nitaongea naye atanielewa. Namjua mwenyewe mke wangu, sawa? Kumbe alipiga simu nyingi. Ora, ni vipi? Nini sasa? Kisameni jamani. Sijafanya chochote kia Mungu. Mke wangu, nini sasa unachokifanya hichi? Wewe ulichokuwa unakifanya ulikuwa unaona uko sahihi. Na ni kama Mungu tu akarudisha nyumbani muda huo. Hayo sasa yako mawazo mabaya hayo. Mimi nimemsaidia yule msichana, nimemkuta njiani huko ana matatizo. Na mimi nilikuwa najiandaa nataka niende nikampeleke sehemu akapate yani sehemu ya kwenda kulala. Kumbe siku hizi kuna misaada hivyo. Acha wenzio wamsaidie huko ndani. Kwa hiyo wataka kumfanya nini?
We dada, dada. Pole. Asante. Umepatwa na nini? Mbona umelala peke yako hapa chini? Nimedondoka kakaangu. Mimi huwa nina matatizo. Kuna muda nasikia kizunguzungu na kuishiwa nguvu kabisa. Pole sana. Asante sana. Lakini kama nakukumbuka, Ni mimi mwenyewe. Kuna siku nilipita nyumbani kwenu na mlinipa msaada wa maji. ndio nakumbuka. Unaweza kwenda mwenyewe au nikusindikiza? Kiukweli siwezi kwenda. Hapa nilipo sina nguvu yoyote. Naomba tu unisaidie kunipeleka. Ya, pole. Odi. Odi hapa ndani. Imekuwaje tena? Mimi nimekuta njiani kadondoka. Kwa hiyo nimefanya kumpa msaada. Kiongozi, asante sana kwa msaada wako. Nashukuru kumsaidia mchumba wangu. Mchumba wangu ana matatizo ya kudondoka. Kaka, mimi naomba niishie hapa, ila hata niendelee kushukuru. Asante sana kwa kumsaidia mchumba. Hakuna shida ndugu yangu. Unajua urafiki huanzia popote pale kwenye maisha. Hakuna shida wala usijali. Lakini mke wako ana changamoto gani mpaka anadondoka mwenye barabarani? Hili jambo la muda mrefu sana, ila kutokana na maisha kwa ndugu yangu sasa, acha tu nikueleze. Mke wangu ana ugonjwa wa kuanguka na maradhi yake, hata kama sijamchongea alikuwa nayo mpaka sasa anaendelea. Ushawahi kwenda naye hospitali? Ya, ndio hospitali kwenda na wala kupata matibabu damu zaidi hiyo ugonjwa. Basi sawa. Mimi nachokushauri, mpende sana mke wako, hasa kwa kipindi hiki anachopitia changamoto. Muoneshe mapenzi ya dhati. Hebu jiepushe na kumsaliti. Iko inachokisema. Penda na mpenda kesho hii. Kwa sababu tu kwao kuna hela. Na ndio maana niko naye. Kwa hiyo sina budi kuwa naye kwa sababu anakiza jazanga. Lakini kaka, nikwambie kitu kimoja. Kuna yule binti yule ulimuona pale nyumbani kwangu. Yule binti kaka ni mke wa mtu. Lakini nikwambie kitu, yule binti
hapa kwenye moyo yeye ndo amejaa, na wala sio shemeji yangu. Yote kwa sababu yule binti fungi, yule binti anajua kaka, ukiwa naye ndani maji unaita mma, mwenyewe unaomba po. Yaani kama kungu wake amemfundisha balaa, amejua kuosha wiko na kusuuza chungu chake. Mtoto naweza kaka, amenikamata hali sisemi nini, sizungumzi chochote. Safi sana. Nafsi udondokea pale ambapo inahitaji, lakini kuna maneno yanasema mke wa mtu ni sumu. Unaonaje na wewe siku moja ukakuta mke wako uliomoa anachepuka? Itakuumiza? Kaka, nitaumia. Tena nitaumia kweli. Na maumivu nitakaopata sijui nitapoza wa nini. Basi sawa rafiki, acha mimi niende. Kwani mapenzi ni nini? Kwani mapenzi ni nini? What is love? 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 Karibu shemeji. Asante. Ulikuwa wapi? Maana nimejaribu kukupigia simu ukawa upatikani. Nimepita pale kazini kwako sija kukuta. Nimekuja hapa nyumbani pia nimekukuta haupo. Kwanza nisamehe sana. Kuna sehemu nilikuwa nafukuzia kibarua kipya, lakini pia hata simu yangu ilizima chaji. Kwa hiyo naomba unisamehe kwa hilo. Karibu ndani. Asante. Tuachane na hayo. Ila nimekuletea kitu cha umuhimu sana, kwa sababu nimekununulia dawa. Kwani mapenzi ni nini? Kwani mapenzi Hiyo nimechukua kwa Masai na matumizi yake utakuwa unachemsha asubuhi na jioni. Yaani namaanisha baada ya kuamka na kabla ya kulala, ndani ya siku 3. Kisha utafanya majaribio. Niseme asante sana kwa sababu naona umuhimu wako. Unanionyesha ule undugu, ukaribu. Nitaweza kutumia, lakini ninachojiuliza shemeji, hata nikitumia hii dawa nitafanya majaribio na nani? Kwa sababu sipo tena na mke wangu, na sasa hivi sipo kwenye mahusiano. Kwani mapenzi ni nini? What is love? Unaweza ukapendwa. Mbona una hasira hivyo? Shida nini? Dada, mume wangu mimi amenikosea sana. Nimemkuta na mwanamke mwingine kitandani kwangu. Nilichokifanya sasa ni muitie yule mwanamke wauni wamfundishe adabu, na ndio kilichonifanya niko hapa. Nimegombana na mume wangu. Nika, unajua utakuja kupata kesi wewe. Haya, wangemuua yule binti. Kwa nini unashindwa kutumia akili mdogo wangu? Ni heri ungetumia akili kuliko kutumia hasira. Siku zote hasira hasara. Yaani na ni bora ukumpa taarifa hizi mama. Umeamua kuja hapa kwangu. Dada, hapo mimi sioni kama nimekosea chochote. Aliyonikosea ni mume wangu, na pale ndio nimefanya maamuzi sahihi ili yule binti asirudie tena kwa mtu mwingine. Unaye muda utapokea simu.
Udugu wangu. Navyokwambia kile kichwa shoga yangu, kwanza kama uliotea kulipa mimi. Sinaga shombovu, kama unavyonijua nishamgwaduko, nilimpa vitu vile vile. Wewe dau lilipanda, navyokwambia dau lilipanda. Hivyo jioni hivyo navyokwambia, jioni. Shoga yangu kijana chako nakurudishia. Ila sasa nataka uniazime lile wigi lile. Hebu subiri kwanza nakupigia ndugu wangu. Haya poa. Familia, karibu. Wewe, ngwa, karibu. Kwa umoja. Sema nini familia? Kuna issue imetokea. Yaani nakujua babangu. Ukijaga wewe lazima mkono uende kinywani. Nipe madili baba, nipo. Unajua issue yenyewe kuna block kapatikana, unajua ile haielewi. Changamoto kinoma. Mimi mwenyewe mwanangu unajua fezea, yani sio poa, naumwa sio poa. We. Usiniambie. Unajua sasa familia, block kwa elewi. Ametafuta dawa, so ile dawa ile anataka kuitestia. Ule mnala wake ule haupandi ule, afu usomi yani. Kwa hiyo anataka jaribu vipi ule mnala unasoma usomi. Ila sema nini familia? Amepanda dawa huyo bro. Kwa hiyo akapanda dawa ikasema shinga? Unapenda hela sana familia yangu. Jamani, unajua kabisa mimi nihangaike nikukuluke nijionyeshe ndo nile. Ina maana mtu anitinganinye alafu nifanye bure. Sio kweli. Kama ana hela niache kidogo. Ubwadu apate alafu mimi hela usinipe. Bado hujasema. Kapanda 100,000. Wewe, hebu acha kunitania. 100,000. Wewe, tusipoteze muda, tusilaze damu. Hicho kichwa kipo wapi? Amana nasema ndia panda hapo kwa Masele. Twende. Vipi tuna familia, mbona uko lelelele hivyo? Hatujaelewana bado. Vipi hela tunapaswa paso au ndo hivyo tunatoka nayo mwenyewe? Yaani kwa hili dili maki nilikuwa nimekaa hapa, nilikuwa nafikiria napata wapi hela. Maana kesho kuna party. Alafu sielewi naendaje kwenye hiyo party. Maana wenzangu amenitunza mimi najua, yani sijui nairudishaje hiyo hela. Sasa kwenye hiyo hela nitayoipata, tunagawana pasu kwa pasu. Wewe 50, mimi 50. Tunajua nani hapo? Mimi sinaga baba hivi. Tunajua mwenyewe nisha ugwadu. Nisha lelelele mama nginja. Twende nikampeleka mtu nginja huko. Ngwa. Twende. Nika, ulichokifanya sio kitu kizuri mdogo wangu. Unafikiri Dalima mimi ningefanyaje? Mfano ingekuwa ndo wewe hapo umemkuta shemeji na mwanamke mwingine tena kwenye kitanda ulichokizoea wewe na yeye, ungechukua hatua gani? Hata kama, lakini ungejaribu kumpa nafasi ule binti kidogo tu ya kumsikiliza, huenda ungemuelewa. Unajua nini Nika? Waswahili wanasema usifanye maamuzi ukiwa na hasira, lakini wewe umekwenda kufanya maamuzi ukiwa na hasira. Hiyo ni mbaya sana. Kumbe tuna ugeni. Shem, karibu sana. Asante shemeji, nimeshakaribia. Mbona kuniambia kama tumejua na ugeni? Ni kweli. Lakini Nika amekuja hapa na matatizo. Amegombana na mume wake. Kwa hiyo ameona ni vyema kuja hapa kuliko kwenda kwa mama kwanza. Kwa sababu najua akimueleza mama hili tatizo, anaweza akampatia pressure. Kwa hiyo tutakuwa naye hapa kwa siku kadhaa. Mwambie ondoe hofu. Maana hata hapa pia ni nyumbani kwake. Shem, usijali. Karibu nyumbani. Sijali shemeji. Pia pole sana matatizo. Mimi najua fika kwa sisi wanaume ndio wenye matatizo. Sisi wanaume ni wapumbavu sana. Sasa kwa nini sisi tunakosea na kwa zuri kama nyinyi? Ila jisikie huru. Sasa mimi niko ndani napumzika. Shem, tazungumza baadaye basi. Kwani mapenzi ni nini? What is love?
Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Unaweza ukawa masikini na bado ukapendwa. Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi ni nini? Yeah, yeah. Habari yako kaka? Salama tu dadangu. Sijui wewe. Naona umenitelekeza mgonjwa wako. Tangu nisaidie, haukuja kabisa nyumbani kuniona. Hamna. Mimi natumaini kuanzia siku ile mpaka leo unaendelea vizuri. Kwa sikuwa na mashaka. Vipi lakini? Ulikwenda hospitali? Ni kweli, mume wangu alinipeleka hospitali. Kwa sasa hivi naendelea vizuri. Pia nashukuru sana kwa msaada wako, maana isingekuwa wewe, sijui ni msamaria gani mwema angetokea. Jambo jema. Naomba nikutambulishe. Huyu ni mdogo wangu anaitwa Nika. Nashukuru kufahamu. Nashukuru kufahamu pia. Nika, huyu kaka ni msamaria mwema sana. Lakini samahani, ulivyonisaidia sikupata nafasi ya kuuliza jina lako. Sijui unaitwa nani? Wow. Jina langu naitwa Tano, lakini wengi wanapenda kuniita Matatizo kwa sababu maisha yangu hajawahi kuwa na furaha. Wanakuonea sana kwa sababu wewe ni mstaarabu. Karibu sana nyumbani. Basi sawa, asanteni sana. Niwatakie wakati mwema. Mimi nimekuelewa. Lakini hayo yote yaliyokutokea ni baadhi tu ya yote mabaya ambayo ulimtendea mumeo. Ulikuwa unafanya mambo ya ajabu bayana kabisa. Wewe mwenyewe unajua, mimi ni shahidi, nishakukuta mara nyingi sana. Sasa kama mwanamke, yale yalikuwa sio mazuri ulikuwa unamtendea mumeo. Ila kinachonifurahisha, uweze kufika kwenye mazuri bila kupitia kwenye mabaya. Chukulia yote yaliyokutokea ni kama mafunzo ili usije kurudia tena. Ni kweli baba, nimemfanyia mabaya mengi mume wangu, nimemfedhesha sana, najuta sana kufanya hili jambo. Wameniponza marafiki, hata huyo mwanaume pia akaniponza. Nilimdharau sana mume wangu, sijui kama atakubali. Naomba unisaidie baba. Mimi kuzungumza naye sio tatizo, ila kwa sababu umekuja kwangu, wacha niendelee kutema sumu. Ulichokuwa umekisahau wewe ni kitu kimoja tu. Sio kila maradhi yanaweza kutibika. Lakini ukiwa mwanamke shupavu, ili kupasa ukae uvumilie kila matatizo anayopitia mumeo. Ila ningependelea tutoke mimi na wewe ukaonane naye ana kwa ana. Hilo litakuwa jambo zuri zaidi. Sawa, lakini sina hakika kama atanikubalia. Nisaidie tafadhali. Mimi nakuahidi nitakuwa mke mwema, nitamheshimu mume wangu na kumpenda. Sawa. Big Tano. Big Tano. Niambie mdogo. Mambo. Safi tu. Haujambo? Shega. Sikia sasa Big Tano. Njoo pole. Naweza kila kitu. Inakoboa, inamaliza kila kitu. Kwa kazi ya pesha kuletea. Dogo, naomba tuongee mara moja. Dogo, mbona kama sikuelewi? Sasa dogo, sio unaletea mwanafunzi au unataka nifunge? Sikia Abdul, nikupangie nisonde. Unamwona huyu anashambua. Hii mashine hii. Masaya watatu na dawa zao zile waweza kupaya wote wamelia mshindo. Kwa ushindo, yani ushindi mwenyewe. Ile chuma usione mbegu ya Kongo, lakini ile chuma ile inamaliza kila kitu, nasafisha. Kwa ile dawa ile ile ukiona kama uwezi au akishinda kufanya kazi vizuri, hiyo labda sana usinipe. Kweli? Serious. Baridi.
We baba, samani kidogo. Nataka na mwanangu mara moja. We master plan. Mbona umeniletea mzee? Unatafuta nifie? Niende jela za wanawake sasa hivi bado binti mdogo mimi. Sikia sasa familia na kupangile umesikia? Unamwona huyo sio mzee. Usiogope na kitambo chake, maisha atamemgonga. Mkake kamchanganya mwenyewe ile koka tumia zile dawa hapo elewe. Asimame. Kwa unajua, nginja lele. Wewe unanijua kabisa. Mimi show zangu simpelekagi mtu pole. Ni polelele nitampa miuno nginja anifie kifuani mimi huyu. Ndo maana yake sasa unasikia. Wewe maliza kuchukua pesa tusitupite hivi. Ila kikubwa tuzingatie mapotosi. Ila ina mindevu na iwaza. Haipata romantic kwa kweli. Pesa natafuta kwa ugumu nini? Pole sana shemeji. Ila naomba nikwambie jambo moja. Naomba tuzoee. Maana wanaume ndivyo tulivyo. Ila mimi namshangaa sana mwanaume mwenzangu. Sijui hajahudhuria kikao cha mwisho cha wanaume. Anawezaje kukuchiti mwanamke kama wewe? Yaani anaingiza mwanamke kipindi wewe upo. Tena ndani ya chumba chako. Na analala naye kwenye kitanda. Choka kwa wewe na yeye. Hivi kweli? Hana akili timamu huyo? Hebu jiangalie shemeji yangu. Kwanza mtoto mrefu, twiga. Yaani wewe kama twiga unakula majani ya nchani ambao hutaki baguzi yote kabisa. Mtoto laini. Una kalfani vya chokoleti. Sasa anaanzaje kukuchiti? Yaani shemeji, kama ningekuwa mimi na kupata mwanamke kama wewe nisingechezea nafasi. Na hiyo fursa ningeitumia vizuri. Maana kikweli shemeji yangu, umeumbika. Mungu amejua kukuumba. Aliweza kufinyanga vizuri dongo wake kikweli. Mashallah. Hongera mama. Wewe mzuri. Laiti siku moja shemeji, yaani dada yako hangekuwa mzuri kama wewe. Ningekuwa namfungia ndani tu. Atoke nje. Chakula namletea, maji namletea. Nje akaniibie. Namfungia ndani tu. Atulie yale. Aendelee kutakata. Maana sio kwa uzuri wa shemeji yangu. Wewe mzuri mama. Shemeji, pokea maua yako. Shemeji, ni maneno gani hayo unaongea? Shemeji bwana. Kwani shemeji yangu, hivi ukajitazama hivyo na sifa nazokupa, unahisi haustahili? Kwani kusifia mimi kuna kosa? Wewe ni mke wangu mdogo bwana. Shida iko wapi? Hivi uone kama unamkosea sana dadangu? Shemeji yangu. Wewe mtu mzima bwana. Minya. Kwani mapenzi ni nini? What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Unaweza ukawa masikini na bado ukapendwa. Kwani mapenzi ni nini? Dada, naomba nikuulize swali kama utojali. Umeanza mzee wa maswali. Haya, niulize. Hivi una uhakika kuwa shemeji atakuoa? Nika bwana. Kwa nini unauliza swali kama hilo? Ninachojua mimi, shemeji yako ananipenda sana. Na ndio maana mpaka dakika hii niko hapa kwake. Laita angekuwa anipendi, asingeniruhusu nikae kwake. Haya sawa. Mimi nimekuelewa. Unajua nikwambie kitu mdogo wangu. Mapenzi yana siri nzito sana. Lakini mapenzi matamu sana
ukimpata mwenza wako anayekupenda na mkapendana kwa dhati. Yaani kiufupi mimi nikijiangalia na shemeji yako sijaona wa kujifananisha naye. Kiukweli tunapendana sana. Na shemeji yako ananipenda sana. Kwanza namsifu kwa kitu kimoja. Hana tamaa ya wanawake. Analizika na mimi, analizika na kile ninachompatia. Kwa hiyo mdogo wangu, wala usiwe na mashaka. Mimi na shemeji yako tutafunga ndoa tena yenye fahari kubwa sana. Unachotakiwa wewe, unaombee tu dua mamangu, sawa? Usijali, mimi nitakuombea, ila usijiamini hivyo 100%. Unajua tatizo lako wewe, una hofu sana kwa sababu ya ugomvi wa wewe na mume wako. Kwa hiyo unahisi kila mwanaume yupo kama mume wako. Hapana. Mapombe wangu mimi ni wa kipekee sana hapa duniani. Sijaona mwanaume kama yeye. Na kingine, hawezi kunipatia maumivu kwa sababu ananipenda sana. Kwani mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Unaweza ukawa... Binti, kiukweli nashukuru sana. Yaani nimerudi katika hali yangu ya zamani. Na wewe ndio umekuwa mtu wa majaribio. Mimi niseme asante sana. Lakini kuna kitu natamani nikuongezee. Katika 100,000 ambayo nimewaahidi, basi nitaongeza shilingi 20,000. Pesa tena? Wewe baba vipi? Mbona umelegea? Yaani upo nyuma. Mimi nikajua ile kwa kuwa nimekufurahisha vizuri, basi kuanzia sasa nenda kakusanya mafurushi yako kwenu, uje kukaa hapa nyumbani. Wewe tena unaanza kuniambia habari za pesa? Mimi mwenzako mimi nishakupenda. Cha kwanza sijawahi kukutana na chumba kama hichi babangu nikwambie. Wewe baba umejua kuwekeza. Shuka nikiliangalia shiti la, chuma nikikiangalia kiko ngari, kiko lele. Kwetu baba narudia kwa sauti kubwa. Kwetu baba akukaliki. Ukigeuka huku defender. Ukirudi huku mama mitandao inakung'onga. Fanya unalala kwenye kitanda. Shuka kwanza hiyo nikauka nikuvae. Shuka takauka nikutandike. Pauka tukutie rangi. Chanika nikushone. Mikunguni ngwa navyokuambia ulali. Yaani ukisema naiko babu tu hivi ulali. Hapa nimekaa kabisa nimejilaksisha. Siwezi kuondoka. Kuanzia sasa mimi ni mgeni wako. Tutakuwepo hapa pamoja. Hebu naomba unisikilize. Nimekuita hapa kwa ajili ya kupima dawa yangu. Ili nitambue hii dawa imefanya kazi au haijafanya kazi. Lakini dawa imefanya kazi. Sasa wewe unataka kwanza kung'ang'ania hapa. Wewe. Najilaumu sana kutembea na mtoto mdogo kama wewe. Hebu nisikilize vizuri. Mimi najiheshimu na watu wananiheshimu. Na watu wakijua kwamba nimetoka na wewe heshima itapungua. Sasa katika hiyo hela niliyokuambia na kuongeza iwe 120,000. Sasa mimi nakupa 150,000. Wewe mzee midevu wewe. Usitake kunipana kichwani. Hapa nimeshakwambia siondoki. Tena ukitaka kunipana kichwani, mimi ndo nishamgwaduko na timu yangu wanaitwa timu kuvurugwa. Nitakuitia Kigoma wewe. Wewe sijawahi kukataliwa. Wewe baba mbona umelegea hivyo? Alafu unasema eti mimi wewe sikumudu, sikuwezi. Ina maana vyote nilivyokupa hapo hujalizika navyo? Nimekupa miuno ya paka chongo, popo kanyia mbingu. Nimekupa hadi mbuzi kagoma kwenda nusu nivunjike shingo nishamimi. Sijawahi kumpa mtu staili kama hii. Wewe nimekutunuku leo unaleta mambo yako ya mieyusho. Hapa siondoki. Cha kufanya nenda kaemee vitu, unapoemea usikose miguu ya kuku, viutumbo, nije kupika kisotoje tuje kula. Ukitaka turudie tunarudia. Hela staki kwa kundo nimefika. Huyo ndiye aliyekuleta hapa. Nishaongea naye kila kitu. Kwa hiyo sitaki mambo ya kipumbavu. Tumemaliza biashara, tumefunga biashara. Nikupe pesa yako uondoke. Sijui nikuletee miguu ya kuku, sijui uwe mke wangu, sijui ung'ang'anie chumba wewe. Sitaki upuuzi. Wewe naona unielewi vizuri. Alafu unajua mimi kwanza niseme namshukuru sana Captain D kwa kunifanyia mchongo.
Manake naona kabisa riziki yangu mimi ipo kwako. Wewe unataka kunikosesha riziki. Angalia nguo unazozivaa. Kauka nkuvae, pauka nkutie rangi, chanika nkushoni. Hapa nikija kukaa ndugu yangu naona kabisa mimi nitakuwa ngari. Navyokuambia. Dii mwenzangu miaka 100. Igwe, baba hapa siondoki. Siondoki. Mimi nimefika kwako. We, mambo kama haya mito kama tupo uzunguni. Siondoki. Kwanza mwenzako kwenye akili zangu, kitu nilichokuwa nakiwaza ni kunitoa Buza, kunileta Masaki. Yaani sasa hivi utabidi unitoe kwenye kuongea kwenye unabidi unitoe. Sasa hivi unabidi unifundishe kuongea baby, sweetheart, mama kurumbisa, yaani le baba. Wewe utaki vitu kama hivyo? Mzee Midevu kwa kweli hapana, sijai kuona. Yaani mtu nyota ajali na kushukia, unapishana nayo kweli? Siondoki. Hapa nimefika. Oh, la, la, la. Mapenzi ni nini? What is love? Mimi nafikiria hakuna haja yoyote ya kunieleza kilichojili juu ya mke wako, kwa sababu mimi ni jirani yenu na nipo mitaani hapa. Najua kila kitu juu ya mke wako. Ni kweli alikosea, lakini kumbuka ya kwamba mke wako ni binadamu, sio malaika. Hivyo anastahili kukosea. Tamaa, ushawishi baadhi ya marafiki ndio ulimsababisha awe hivyo. Lakini sasa ametambua makosa yake. Na vile vile sisi ni wanaume, tumepewa vifua vikubwa na kolomelo kwa sababu ya kuvumilia maumivu. Mimi nikusihi tu bwana Tano, msamehe mkeo, kwa sababu usipomsamehe atazidi kuharibikiwa, na akiharibikiwa itakuwa ni dhambi kwako. Na lazima ukumbuke kitu kimoja. Ulitoa talaka hii moja. Ile kisheria na misingi ya dini inaitwa talaka rejea. Sio 3, maana ikifikia kwamba ukitoa 3 ndo mpaka olewe ndo ujewe kumuoa. Lakini moja ni talaka rejea. Mimi naomba unisamehe. Ukimwangalia huyu binti kama unavyofahamu ni yatima, ana ndugu wala wazazi. Wewe ndo kama mzazi wake. Kwa hiyo haya makosa aliyofanya isije ikawa ndo adhabu kubwa ashindwe kusamehe. Hata Bwana Yesu Kristo ama Isa bin Maryam alisema samehe 7 mara 70. Aliyajua yote haya. Mimi naomba umsamehe sana. Kwani mapenzi ni nini? Kwani mapenzi ni nini? What is love? What is love? Samahani mume wangu, na maongezi na wewe kidogo. Mapombe, kikweli umenikosea sana. Na sitaki kuamini nilichokisikia kwamba ni kweli umefanya. Hivi, unakumbuka kuna mkaka alinisaidia kama mara 2 hivi nilipokuwa na tatizo la kuanguka? Sasa nimekutana naye na amenieleza kila kitu kuhusu wewe. Umetembea na mke wake. Bado sijakuelewa. Unasema nimekukosea sana. Na mimi nimetembea na mke wa huyo kaka. Ukiwa na maana hivi. Na huyo jamani nimetembea na mkewe. Ni nani? Mapombe, unamfahamu sana. Kwa sababu kipindi alipokuwa ananisaidia na kunileta hapa nyumbani, wewe ulimuona. Unazungumzia Daza Tano? Huyo umetembea na mke wa Tano. Na mke wa Tano ni Lucy. Eti kaka, samahani lakini na kushirikisha katika hili. Kwa mfano, ndio ingekuwa wewe una mchumba wako, lakini nje una mpenzi wako. Na huyo mpenzi wako ni mke wa mtu. Sasa je,
haya mahusiano yenu ni vyema ungefanya kwa siri au mweke kwa wazi yagundulike? Ni vyema mkafanya siri, kwa sababu nyinyi wote wawili mnaibiana. Yule ana mume wake, lakini na wewe pia una mchumba wako. Kwa hiyo umefanya kitu kibaya sana, na Tano alishakupeleka mpaka nyumbani kwake bila kujua kwamba Lucy ndo mke wa Tano. Sasa basi, kitu ambacho sichokijua, umesababisha mtafaruku mkubwa sana kwenye ile familia. Tano alikuwa ana nguvu za kiume. Nadhani hicho kitu ndio kilisababisha mpaka Tano na mke wake kuachana. Lakini dada yake na Lucy aliamua kumsaidia shemeji yake kumtafutia dawa za kienyeji. Na baada ya kutumia ile dawa, alikuwa ana sehemu ya kufanyia majaribio. Hivyo basi, Suzy aliamua kutembea na shemeji yake kwa ajili ya kujaribu ile dawa. Tuachane nayo, ila nimekuletea kitu cha muhimu sana, kwa sababu nimekununulia dawa. Hiyo nimechukua kwa Masai, na matumizi yake utakuwa unachemsha asubuhi na jioni. Yaani namaanisha baada ya kuamka na kabla ya kulala, ndani ya siku 3. Kisha utafanya majaribio. Samahani sana shemeji, lengo langu lilikuwa ni kukusaidia tu, ila kwa sasa upo sawa na unayaweza haswa. Ni vile tu mdogo wangu alikuwa na uvumilivu na wewe. Maamuzi hapo kwako, kumpa nafasi mwanamke mwingine au kuchagua kuwa na mimi. Kwani mapenzi ni nini? Kwani mapenzi ni nini? Ila kiukweli nakupenda sana Tano. Oh la la la, oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? What is love? Unaweza ukawa tajiri na bado ukatendwa. Unaweza ukawa masikini na bado ukapendwa. Kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi ni nini? Naona unafurahi mwenyewe ndugu yangu. Haya, hebu naomba unionyeshe na mimi tufurahi pamoja. Kwa hiyo nataka uone kinachonifurahisha. Amna, kuna muda unatakiwa ujipe furaha mwenyewe, kwa sababu ukisubiria furaha ya kupewa huwa ina tabu sana. Upo sahihi kabisa. Naomba nikuulize hili swali na unijibu ipasavyo. Una mahusiano na shemeji yako? Hapana. Kwani umeniuliza hivyo? Lengo la kukuuliza hili ni sitofahamu za huko mtaani. Kuna mtu amekuja na kunieleza kila kitu. Sio kwamba sitambui unachokifanya. Suzy, ikiwa una mahusiano yoyote na shemeji yako, ninaomba uache mara moja. Tena ishia hapo hapo. Dada, binadamu huwa hawapangiwi cha kuongea. Kwa sasa wewe fanya mambo yako. Hemu achana na maneno ya watu. Alafu isitoshe, yule ni shemeji yetu. Hata kama ametoa talaka, lakini anahitaji kufarijiwa. Kwa hiyo ina maana mimi nisiongee na shemeji? Amenitumia meseji nisimjibu, nisimpigie, nisimjulie hali? Usije ukawa unajikuta unajibu hivyo kana kwamba unanimudu. Naweza nikakufanyia jambo lolote na usisumbue. Ninachoangalia ni heshima ya familia. Na nimesikia umemtafutia dawa. Huo msaada uliompatia inatosha. Sihitaji ukaribu wa wewe na shemeji yako. Na hili naomba niongee kwa mara ya mwisho. Mimi nafanya kwa nafasi yangu, na wala hakuna chochote kinachoendelea. Kwani mapenzi ni nini? Kwani mapenzi ni nini? Ina maana kumbe Lucy ni mke wa Tano?
Ndio. Mke wangu, kweli mimi ni mkosefu kwako na nilikuwa na kusaliti, lakini naomba utambue kuwa ni shetani tu alionipitia, kwani mimi bado nakupenda sana mke wangu na nakuhitaji, na katika maisha yangu sijawahi kufikiri wala kutegemea kuja kutengana na wewe. Sasa basi, sina budi kusema ya kwamba naomba nisamehe sana mke wangu. Mapombe, unajua mimi najivunia sana kuwa na wewe. Kwa hiyo sijategemea kama ulikuja kunivunja moyo. Mimi naweza nikakusamehe sawa, lakini nataka uende kwa Tano ukamwombe msamaha. Japokuwa yeye mwenyewe Tano anakusamehe, lakini ni busara zaidi wewe mwenyewe ukaenda. Sawa mke wangu, mimi nakuelewa. Pia acha nikushukuru kwa kuyasamehe yote ambayo nilikukosea. Naomba nikuahidi jambo moja tu, kwa sitokuja kukosea tena katika maisha yako. Sitokuja kufanya jambo lolote baya katika mapenzi yetu, kwani ni shetani tu alonipitia, na mimi nakuahidi tu nitamfuata Brother Tano na kwenda kumuomba msamaha, pia naye aweze kunisamehe ili niweze kuishi vizuri na wewe mke wangu. Hebu muda mwingine tusimpe shetani nafasi. Unajua nakupenda sana mwanangu. Nakupenda pia. Unaweza ukawa masikini na bado ukapendwa, kwani mapenzi ni nini? Oh yeah. Kwani mapenzi ni nini? Yeah, yeah. Unajua nini? Nimekuandalia chakula cha kupendwa. Kiwa. Kipo nani? Kwa hiyo unatakiwa uende ukaoge, ubadilishe nguo, alafu kaenda kukula. Kaniogesha.